Sasa hivi wakati Yesu tayari hayupo, tunatakiwa tuendelee kuwa wanyenyekevu. Aliishi na sisi kama kielelezo, kama mfano. Ukisoma habari, alikuwa ni Mungu, lakini hakuona ule uungu kama ni kitu cha kushikamana nacho. Alikuwa ni Mungu, lakini alikuwa kama mwanadamu. Yesu alikuwa mnyenyekevu. Yesu alijishusha. Yesu alijishusha, akawa wa kawaida sana. Akakaa na maskini, akakaa na makahaba. Kwa jinsi ya uhalisia Yesu alivyokuwa, hakustahili kukaa na wale watu. Ni kwa sababu ya unyenyekevu. Kwa jinsi Yesu alivyokuwa, hakuna mtu angeweza kumpiga hata mjeredi. Hakuna mtu hata angeweza kumkamata. Kama unakumbuka, kuna kipindi wakati wanamfuata, wakauliza kundi, hapa Yesu yuko wapi? Akasema ni mimi hapa. Wakaanguka. Yaani ile ni hali yake halisi, ile ndio hali yake sasa asili. Mara ya pili tena, Yesu yuko wapi? Ni mimi. Wakaanguka. Sasa Yesu ungekuja duniani na ule uungu wake na kwamba mwana wa Mungu nini, yaani hakuna mwanadamu angeweza hata kumsogelea, wala mapenzi ya Mungu asingeatimiza. Lakini Yesu alijifanya hana utukufu wakati anao. Alinyenyekea akawa mtii mpaka mauti. Lakini kwa uhalisia huwezi kumuua Mungu. Mungu huwezi kumuua. Yesu ni Mungu mwana. Alinyenyekea, akanyenyekea, akawa wa kawaida mpaka wakawa wanambeza, na uwezo wa kuwajibu alikuwa nao. Alikuwa na uwezo hata wa kupotea tu, lakini alijinyenyekeza ili aweze kumpata mwanadamu. Akanyenyekea ili aweze kutupata mimi na wewe, ili lile kusudi ambalo Mungu amemkusudia hapa duniani liweze kutimia. Kuna mambo kadhaa tujifunze hapa kwa Yesu. La kwanza, Yesu aliona uungu sio kitu cha kushikamana nacho. Alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa ni mwana wa pekee, lakini aliona sio kitu cha kushikamana nacho. Nimetumwa duniani kufanya kazi moja tu, kumwokoa mwanadamu. Akaona uungu sio kitu cha kushikamana nacho. Tumesema unyenyekevu ni hali ya kujishusha toka kwenye hali ya asili ulionayo, ambayo ni hali ya juu. Akashuka, akaona hii hali ya uungu sio kitu cha kushikamana nacho. Cha pili, Yesu akajifanya hana utukufu. Aliacha ile hali ya utukufu, kwa sababu ile hali ya utukufu ndo angeenda nayo sasa hapa duniani. Mambo hata yasingekuwa hivyo yalivyokuwa. Ile hali ya utukufu Yesu angekuwa nayo, wasingemkamata. Yesu akawa na namna ya utumwa. Yesu akawa na namna ya mtumwa. Yesu alikuwa kama mtumwa, lakini kiuhalisia Yesu sio mtumwa. Yesu ni mfalme. Yesu ni mfalme wa wafalme, lakini Yesu aliekti kama mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tujifunze unyenyekevu kwa Yesu. Yesu akawa kama mfano wa mwanadamu. Yesu ni Mungu, lakini akakubali kuwa kama mfano wa mwanadamu. Cha mwisho, Yesu akawa mtii mpaka mauti. Yesu akawa mtii mpaka mauti. Walimtukana, walimbeza, hakunyanyua kinywa, hakusema chochote, hakuwatukana. Alikuwa tu na uwezo hata wa kusema, wa kuwafanya wapotee hapo, wakapotea, lakini hakufanya hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu alitoka kuwa kwenye kiwango cha Mungu, akaona sio cha kushikamana nacho, akaondoka akawa kama mwanadamu, akajifanya hana utukufu. Yesu alipomaliza kazi yake, kuna maombi aliomba. Alimuomba Mungu amrudishie utukufu wake wa kwanza.
aendelee kuishi kwenye hali yake. Bwana asifiwe sana.